السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، من المناهج الحسنة الاغتنام بالمواسم الخيرية التي يضاعف فيها الثواب. Miongoni mwa mwenendo ambao ni mzuri ni watu kufaidika na misimu ya kheri, misimu ambayo huwa thawabu zinaongezwa maradufu kwa yule mwenye kufanya matendo yaliyokuwa mema. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa afaidike katika hii misimu ya kheri kwa kufanya kheri mbalimbali, kufunga au kutoa sadaka, kusomesha, kusoma na mambo mbalimbali ambayo ni ya kheri, ambayo mtu ikiwa atayafanya yatamkurubisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu zitaongezwa maradufu. Miongoni mwa misimu ya kheri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa ajili yetu ili kutuongezewa thawabu nyingi ni haya masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Masiku 10 katika mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, mtu atakapokuwa amefanya matendo ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi thawabu zake zitakuwa ni nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Hakuna masiku ambayo matendo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kuongezewa ujira wake, kwa maana ujira wake utakuwa ni mkubwa kama haya masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Na ikaja riwaya katika al-Imam Tabarani rahimahullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa akthiru fiha min at-tahlil wat-tasbih wat-tahmid. Ithirisheni katika haya masiku kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ithirisheni kufanya adhkar, kusema la ilaha illa Allah, kusema Allahu akbar. Kithirisheni kusema subhanallah, alhamdulillah. Kwa maana kithirisheni kufanya adhkar hasa mchana wa masiku haya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Haya masiku ya mwanzo, haya masiku ya mchana wa mwezi wa Dhulhijja, ayu alahibba, tunatakiwa tufanye sana ibada, yani mchana wake, kama ambavyo huwa tunajitahidi kufanya ibada katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba tukithirishe kufanya adhkar, kufanya tahlil, yani kwa maana tukithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada mbalimbali. Sasa hizi adhkar ambazo tunazifanya au tunatakiwa tuzifanye ili tupate ujira mkubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kuna adhkari ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu wake kwamba
zinafanyika mwisho wa ibada, yani an takuna al-adhkaru mukhajjalatan aqiba al-ibadat, zile ibada ambazo zinadhibitiwa kwamba zimewekwa mwisho wa kufanya ibada, kama vile adhkari ambazo zinakuwa baada ya swala, au zile adhkari ambazo zinafanyika baada ya adhana wama ila dhalika katika ibadati. Kwa hiyo mtu anajitahidi anazifanya adhkari hizo ambazo zinakuwa baada ya ibada. Lakini pia kuna adhkari ambazo zimedhibitiwa biawqati as-sabahi wal masaa, zimedhibitiwa wakati wa asubuhi na jioni, ambazo zinaitwa adhkaru as-sabahi wal masaa. Muislamu anajitahidi mara kwa mara kuzifanya, na katika haya masiku 10 anajitahidi zaidi na zaidi kutozisahau, kwa sababu ujira wake ni mkubwa. Lakini pia kuna adhkari nyingine ambazo zimedhibitiwa bilkhuruji min albayti au ad-dukhul fihi au ad-dukhul fihi. Kuna zile ambazo zimedhibitiwa ima kuingia ndani au kutoka, kuingia msikitini au kutoka. Anajitahidi Muislamu anazifanya ili apate ujira uliokuwa mkubwa. Lakini pia kuna adhkari ambazo zimedhibitiwa kwa sehemu, kama vile zile adhkari ambazo zinafanyika kwenye al-Kaaba wakati wa kufanya tawafu. Mtu anapokuwa katika ar-ruknul yamani, kuna adhkari ambazo zinafanyika, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hizi ni adhkari ambazo mtu akizifanya anapata ujira mkubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna adhkari ambazo zinafanyika katika sa'i wa ma ila dhalik. Lakini pia ayuha al-ahibba, kuna adhkari ambazo zinafanyika dakhil as-sala au dakhil al-ibada, kama vile adhkari ambazo zinafanyika ndani ya swala, katika qiyam, katika rukuu, katika sujud, katika tashahhud wama ila dhalika. Zote hizi ni adhkari ambazo zimewekwa, Muislamu anazifanya anapata ujira mkubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia kuna zile adhkaru mutlaqa lam tukhayyadu bi shay. Kuna zile adhkari ambazo zimeachiwa, unaweza kuzifanya kwa wakati wowote katika sehemu yoyote. Mtu atakapokuwa anafanya adhkari hizi ambazo tumezitaja na vile vile hizi nyingine ambazo ni mutlaqa, ataingia katika wale adh-dhakiruna Allah kathira wa dhakirat, kwamba ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo, amewaandalia maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hizi adhkari ambazo ni mutlaqa, inawezekana ukawa dukani kwako, ayuha al-akhi al-habib, badala ya kuzungumza maneno ambayo hayana maana, maneno ya hovyo, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala, sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hasa kwenye masiku kama haya, na hasa mchana wake, kwa sababu ujira unakuwa mkubwa. Na hii la ilaha illa Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bora ya maneno ambayo nimeyasema mimi na wameyasema manabii kabla yangu mimi, yani kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ni dua bora ayu al-ahibba, tukithirishe kuisema hii la ilaha illa Allah, hasa ndani ya mchana wa haya masiku ya mwezi wa Dhulhijja. Sema kwa idadi yoyote ile unayotaka. Na hizi adhkari ambazo zinakuwa ni mutlaqa, hazijadhibitiwa kwa kitu chochote, haifai kwa mfano mathalan ukajipangia kwamba kila asubuhi nitakuwa ninasema la ilaha illa Allah mara 300 ili nipate mathala watoto. La,
kwa sababu haijapokelewa katika Qur'an na Sunna kwamba ukisema hivyo unapata watoto. Au mtu akaja akakwambia kwamba mathalan ukasema mimi nataka nipate mali, akakwambia kama unataka kupata mali sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah mara 1000 au mara 1500, utaachana na utajiri. Haijathibiti katika Sunna kwamba ukifanya hivyo utaweza kuwapata watoto au utafanya kadha na kadha, haijathibiti. Yani maana ya kwamba hizi ni adhkari mutlaka, yani kwa maana una uwezo wa kufanya idadi unayotaka, una uwezo wa kufanya kwa muda wowote ule na sehemu yoyote ile. Kwa sababu sisi yani sheria inatutaka katika kila wakati tufanye mambo ya khairi na tuachane mambo ambayo ni ya shari, ambayo yataweza kusababisha kuingia motoni. Na mtu mwingine anaweza kusema kwamba nikae kimya. Tunakwambia hapana, kukaa kimya sio bora. Kukaa kimya ni bora kwa kusema borojo, lakini kukaa kimya sio bora kwa yule ambaye anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ayuha al-akhi al-habib, la tabki sakitan, usibaki hali ya kuwa umenyamaza, usibaki kimya. Usibaki kimya ukiwa katika biashara yako, ukiwa barabarani unatembea, ukiwa kadha na kadha, endelea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillahi azza wa jalla, uendelee kuwa ulimi wako hali ya kuwa ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ili uweze kupata ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khair. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.